Na mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, karibu katika kipindi cha Sabasaba Special, kipindi ambacho kinakuletea maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba. Inaendelea katika jiji hili la Dar es Salaam. Channel 10 tunaendelea kukutanisha na wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika maonesho haya, lakini miongoni mwa wadau muhimu wa maonesho hawa ni Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Tuko katika banda lao hapa na tuko na mkurugenzi mkuu wa PPRA ambaye yeye kwa upande wake ataenda kutueleza nini ushiriki wao katika maonesho haya. Lakini pia tunajua ya kwamba kitu ambacho wamekileta hapa ni swala zima la elimu kuhusiana na masuala ya ununuzi kwa umma. Taenda kutueleza tunapozungumzia masuala ununuzi wa umma tunamaanisha nini? Mtanzania angependa kufahamu. Karibu. Asante sana, na nitumie fursa hii kwanza kujitambulisha. Jina langu ni Dennis Kwame Simba, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma au PPRA, ambapo imekuwa ikijulikana sana au wazee wa NeST. NeST ikiwa ni mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma nchini. Mimi niwakaribishe sana katika banda letu hapa viwanja vya Sabasaba, kama ambavyo imetangulizwa kusema, na mamlaka hii imeundwa chini ya sheria, na kama unavyofahamu wiki mbili zilizopita bunge letu lilipitisha bajeti ya serikali takriban trilioni 62.33, na bajeti ya serikali ni matumizi ya serikali kwa ujumla, lakini takwimu zinaonyesha kwamba kati ya 60% mpaka 70% ya bajeti hiyo ambayo imepitishwa ni ununuzi wa umma. Ununuzi wa umma ni uwekezaji wa serikali katika maeneo mbalimbali, ikiwepo ujenzi wa miundombinu, barabara, shule, hospitali, zahanati, na uwekezaji katika maeneo mbalimbali, kwa mfano maeneo ya maji, umeme, bandari, wote ununuzi wa umma. Lakini vile vile katika sekta ya afya na taasisi zote ambazo zatumia fedha ya serikali katika kufanya shughuli zao, huo ndio ununuzi wa umma. Na kwa sababu ni ununuzi mkubwa kama nilivyosema, takriban 60% mpaka 70%, lazima kuwe kuna utaratibu wa kusimamia fedha zote hizo nyingi, na ndio maana mamlaka hii iliundwa kupitia sheria sheria namba 10 au sura namba 410 ya mwaka 2004, na mamlaka hii ikaanzishwa mwaka 2005. Kwa hiyo sisi bwana tunasimamia ununuzi wa umma kwa kutumia kitabu hiki ambacho ni sheria ya ununuzi wa umma, na sasa ni ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2024 ndio zinatuongoza. Na pamoja na hayo, mamlaka hii inatoa miongozo mbalimbali katika kusimamia ununuzi wa umma, na sheria hii imetupa jukumu la kujenga na kusimamia sasa mfumo wa kielektroniki, kwa sababu tizama fedha zote hizo ukija ukazirudisha kwenye ngazi ya zabuni, ni zabuni au tenda zinazokaribia 300,000 kwa mwaka. Ili uweze kuzisimamia vizuri, kuwe kuna uwazi, kuwe kuna ushindani, kuwe kuna thamani halisi ya fedha, kuna umuhimu sasa wa kuwa na mfumo ambao unaweza ukaleta urahisi katika kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo nikasema nieleze haya ingawa ni kwa kifupi. Wale ambao watahitaji kuyajua zaidi, tupo katika banda letu hili, na banda letu kwa bahati nzuri liko barabarani tu. Ukitoka lango kuu, wakati unaelekea kwenye mabanda mengi unalikuta liko upande wa kulia. Njoo tukupe taarifa zaidi, njoo tukupe elimu kuhusiana na ununuzi wa umma nchini, na fursa ambazo kusema ukweli serikali inazileta kwa wananchi wote kushiriki kuzipata fursa hizo ununuzi wa umma. Mkurugenzi, pia tungependa kufahamu mapokeo ya mfumo wa kielektroniki usimamizi wa ununuzi wa umma. Mapokeo yakoje, lakini mpaka sasa ni manufaa gani ambayo yanatokana na huo? Mimi kwanza ni washukuru wadau wote ambao wamekuwa wakishiriki katika ununuzi wa umma kwa jinsi ambavyo wameweza kupokea, na kama unavyofahamu
teknolojia mpya inapokuja inakuwa na changamoto zake, lakini kama mamlaka tumejikita katika kutoa elimu na wengi wameelimika, na sasa matumizi ya mfumo wa NeST ni makubwa. Sasa tukija kwenye taasisi ambazo zinatumia NeST, tunafahamu taasisi zile tuseme taasisi kuu au tunaita taasisi main and delegated ni zaidi ya 1350. Hapo tunazungumzia wizara zote, mamlaka zote, taasisi za umma, ofisi za mikoa, halmashauri zote 184. Zote hizi zinatumia mfumo wa NeST. Lakini pamoja na hayo tuliongeza wigo kuongeza ngazi za chini. Hapo tunamaanisha shule zote za msingi, shule za sekondari, zahanati, hospitali, ofisi za kata, mpaka serikali za mitaa, mpaka kwenye ngazi ya mitaa. Kwa hiyo kwa jumla yake hizo tunaita taasisi nunuzi au procuring entities, wale ambao wananunua zinazidi 60,000. Kwa hiyo mapokeo ni mazuri, na nikupe tu takwimu katika Afrika yani ni nchi hazizidi 5 ambazo zimeweza kutumia mfumo kama wa kwetu kuweza kufika katika ngazi kubwa, na ndio maana mfumo wetu wa NeST sasa unatambulika kwa kupata zawadi za kitaifa na za kimataifa. Ni hivi karibuni tu mwezi wa 12 2024 tulitambulika kama mfumo bora wa ubunifu Afrika chini ya taasisi moja ambayo iko chini ya Umoja wa Afrika inaitwa APAM, ilitutambua kwa kutupa tuzo. Lakini wiki hii tu tunashiriki katika kongamano ambalo litatoa tuzo kwa kutambua mfumo wa NeST kidunia, na hiyo tukio linafanyika jijini Geneva, Uswizi, ambapo NeST inatambuliwa na itatambuliwa na tutashiriki katika kupokea tuzo hiyo. Kwa hiyo niseme kwamba mfumo huu kwanza umejengwa na Watanzania, muunganiko wa vijana na watu waliokaa serikalini muda mrefu, na hawa vijana au tuseme watumishi hawa wameajiriwa na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa sababu tunaujenga mfumo huu kuzingatia matakwa ya jamii yetu, wala sio mfumo ambao tumeutoa nje. Ina maana kwanza tunakuwa na umiliki wake. Umiliki wa NeST ni kupitia mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma chini ya usimamizi wa wizara yetu ya fedha. Na ndio hapo sasa napeleka shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ni katika kipindi chake alileta maelekezo kwamba tujenge mfumo wa kusimamia ununuzi wa umma, na ndio hapo tukaanza kujenga mfumo huu kwa kasi mwaka 2022 na 2023 tukaanza kuutumia. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake mahiri ambao unajari kazi na utu, umetuelekeza mpaka leo tuna mfumo huu. Lakini waziri wetu wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar ambaye amekuwa akitusimamia ili tuweze kujenga mfumo imara, pamoja na watendaji wote wa Wizara ya Fedha tukishirikiana na sisi PPRA management pamoja na bodi wa kurugenzi, ndio ambao inatupeleka kwa kasi katika kujenga mfumo imara ambao sasa unaanza kutoka kuwa sio jukwaa la muuzaji na mnunuaji peke yake, na kama sheria inavyotuelekeza na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba ununuzi wa umma kwanza uwe jumuishi, uwe na ushindani, uwe na uwe endelevu. Na kupitia sheria hii ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2024 ikatoa sasa elekezo kwamba taasisi nunuzi katika mipango yake ya ununuzi itenge 30% kwa ajili ya makundi maalum, kwa ajili ya jamii, yani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na hapa tunazungumzia kwamba nini? Hapa kuna makundi haya yako katika ngazi mbalimbali za uwezo. Kuna ambao wako katika uwezo wa kati na kuna ambao wako katika uwezo wa chini. Na uwezo wa kati na wa chini wakati mwingine ni wa rasilimali, hata elimu. Kwa hiyo ununuzi wetu wa umma sisi haubagui, na ndio maana mpaka kwenye ngazi ya kata imeelekezwa katika ununuzi unaofanya kama ni matumizi ya kununua, inaweza kuwa bidhaa, inaweza kuwa huduma,
lazima makundi haya yafikiriwe, na tumeyawezesha, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza nawe tuna zaidi ya vikundi 12,240 ambavyo vimesajiliwa katika mfumo wa NeST na wanaendelea kupata zabuni. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunaelezea kwa ukubwa zaidi hapa katika maonyesho haya ya Sabasaba, lakini tutaendelea vile vile kutumia majukwaa mbalimbali kuwafikishia ujumbe wa Tanzania, hasa kwenye eneo hilo la kusema tujumuike pamoja, kuna uwazi, kuna usawa, na kila mtu ana fursa sawa ya kushiriki ununuzi wa umma katika hali yake ya ngazi ambayo yupo, kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya kati, na mpaka hawa wafanyabiashara wakubwa ambao wamekuwa wakishiriki katika ununuzi wa umma. Mkurugenzi, ningependa uelezeo zaidi namna ambavyo huu mfumo sasa wa NeST ulivyonufaisha hayo makundi, hususan wanawake, wazee, walemavu. Sasa mimi hapo naenda kwenye fursa zaidi. Yani hapo naonyesha fursa, na unavyoona mfumo wetu wa NeST tulivyojenga, yani una dashboards. Yani mimi hapa nikibonyeza tu namba zinabadilika. Sasa kwa mfano unachokiona hapa, mpaka kufikia leo tumetoa zabuni za bilioni 51.13, na hizi zabuni zimetolewa kwa vijana ambao wamepata bilioni 27.26 ambao ni 53.32, wanawake bilioni 21.18 ambao ni 41.43, na wazee bilioni 2.33, bila kusahau watu wenye mahitaji maalum walemavu milioni 354.15. Kwa hiyo hizi ni zabuni ambazo zimetolewa, na hawa tayari wameshafanya kazi, wengine wako kazini na wengine wamelipwa. Na ile idadi ambayo nilikwambia ya vikundi ndio kama unavyoona 12,445, lakini lengo letu vizidi vikundi hivi, kwa sababu kurasimisha biashara na kujisajili kwenye mfumo wa NeST ndio kunafanya hizi taasisi nilizozisema 60,000 zaidi ya 60,000 ziweze kukuona, kwa sababu sasa hivi fursa zote za ununuzi wa umma zinatangazwa na ni rahisi. Hata kama hujafika katika hatua ya kujisajili, nenda kwenye browser yoyote, andika www.nest.go.tz, au hata kama inakusumbua kukumbuka hiyo, andika tu PPRA, itakupeleka, itakuonyesha sehemu ambayo unaweza ukaingia kwenye tovuti yetu. Pale ukiingia unaona zabuni zote zinazotangazwa, unaona mipango ya ununuzi wa umma kwa taasisi zote hizi. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yako unaweza ukaziona hizi zabuni ili ushawishike. Sasa baada ya hapo mnajiunga, na kwa mfano kwenye ile eneo la makundi maalum, na ukiona kwenye banda letu tumeandika sana 30%, pale sisi tunataka mjiunge tu, watafute watu ambao mko tayari, mna mawazo sawa kufanya biashara. Wekeni utaratibu wa kuwa na katiba yenu, mtaanzia ofisi ya kata ambapo mtafanya urasimishaji mpaka kwenye ofisi ya halmashauri, mnajiunga kwenye NeST. Hapo kwenye NeST sasa unaanza kuona fursa mbalimbali zinazotangazwa. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuambia jamani, hakuna haja ya kudhani kwamba haya ni mambo ya kufikirika tu, ni mambo halisi. Mamlaka hii imechukua maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba uchumi unafika mpaka kwenye ngazi ya mtaa. Mkurugenzi, pia sasa tuongelee kuhusiana na hilo kongamano la ununuzi linalotarajiwa kufanyika mwaka huu 2026. Tunataka kufahamu kitu gani hasa ama ujumbe gani ambao mnataka kufikisha kwa washiriki kuhusiana na hilo kongamano? Kuna mengi. Kongamano kama unavyofahamu tutalifanyia jijini Arusha, na tutaanza tarehe 29 mpaka 31. Mambo mengi sana ya kuzungumza kule, na kongamano hili ni mwendelezo wa kongamano la 9 ambao tulifanya mwaka jana, na pale tulikuwa kuna maazimio mbalimbali. Labda nipende kusema tu, hii leo ni siku ya 3 toka tumeanza utekelezaji wa dira 2050, na kama unavyofahamu dira 2050 imeelekeza kwamba utekelezaji wake sekta binafsi itatekeleza kwa 70%.
serikali ni 22% na hizi taasisi za umma ni 8%. Kwa hiyo tunaweka msitizo mkubwa sana kwenda kuiwezesha sekta binafsi, na ndio maana tumekuwa tukizungumza hata wale waliosema kwamba wana uwezo wa katikati na wa chini. Kupitia sheria hii tunawainua kupitia makundi maalum, lakini bila kuwasahau wafanyabiashara wenye biashara zao wazawa, ambapo hata sheria hii imewapa upendeleo maalum. Kwa hiyo ujumbe ambao tunakwenda nao au dhima katika kongamano hili unasema kutumia fursa ya ununuzi wa umma kidijitali kufikia uchumi endelevu, shirikishi, shindani kuelekea dira 2050. Shukrani sana. Asante sana. Mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia, ni mkurugenzi mkuu wa PPRA amezungumza mengi kuhusiana na taasisi hii. Amekuambia fursa zipo. Pengine ungetamani kujua ni fursa gani na zinapatikana kwa namna gani. Ni wakati wako kufika katika banda la PPRA ambao wako katika maonesho haya ya 50 maarufu kama Sabasaba yanayoendelea katika jiji hili la Dar es Salaam. Mimi ni Kisa Mwaipiana. Hii ni Sabasaba Special ndani ya Channel 10, kilicho bora kabisa. Asante.